Naam, ikitangaza moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Hii ni Channel 10 Plus. Bila shaka hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Salma Shabani na katika michezo utakuwa naye Esther Mtebe. Karibu sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hatua za kiusalama zilizochukuliwa kuzuia vurugu zilizotokea Oktoba 29 mwaka huu zilikuwa sahihi na ziliendana na ukubwa wa tukio, hasa ikizingatiwa kuwepo kwa viashiria vya jaribio la kuipindua dola. Rais Samia amesema hayo alipokuwa akizungumza na wazee wa jiji la Dar es Salaam katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Serikali ina wajibu kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Nchi amesisitiza Watanzania wanapaswa kuilinda nchi yao ambayo imekuwa inapiga hatua kubwa kimaendeleo na kuepuka kushawishiwa na watu wenye nia ovu ya kugawanya taifa, ambapo amesema mlengo wa kidini ama kisiasa isiwe sababu ya kuvuruga nchi. Rais Samia amewakumbusha Watanzania vitendo vyovyote vya kuvuruga amani vinaathiri pia uchumi wa nchi, hasa ikizingatiwa kuwa Tanzania ndio lango la kuingia Afrika, lango ambalo likitumika vizuri litaendelea kuinua uchumi wa Watanzania kutokana na utajiri mkubwa uliopo, ukiwemo madini na vivutio lukuki vinavyovutia watalii. Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki. Kuna muda, this is a democratic country. Huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu, kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya 6 kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama, ikalike na watu wafurahi, hilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ameagiza kuchukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kumfikisha mahakamani afisa tabibu msaidizi wa hospitali ya Urambo anayefahamika kwa jina la Juma Selemani, ambaye anatuhumiwa kumbaka mgonjwa aliyekuwa akipatiwa matibabu ya magonjwa ya wanawake. Uamuzi huo wa mkuu wa mkoa wa Tabora umekwenda sambamba na kuziagiza mamlaka kumsimamisha mganga mkuu wa wilaya hiyo David Manyama, ambaye anatuhumiwa kufumbia macho vitendo vya ukiukwaji wa maadili ya watumishi wa afya. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana taarifa kamili. Ni tukio la ukatili ambalo anadaiwa kufanyiwa binti huyu mwenye umri wa miaka 18 ambaye ni mke wa mtu. Baada ya taarifa hizi kuenea na kumfikia mkuu wa mkoa wa Tabora, amelazimika kufika wilayani Urambo akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama kujua kwa kina kile kinachoelezwa. Hapa mwathirika wa tukio hili akaanza kutoa maelezo kile alichofanyiwa alipokuwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Kweli nikavua mimi nguo, akaniona amenifanyaje, amenipatia dawa, ameniambia lala hapo chini, nikawa nimelala. Nimelala, akaja akawa amevua nguo na yeye akaanza kunibaka. Alipoanza kunibaka mimi nikaanza kuwa nalia. Nipo nalia afu akawa ananiziba mdomo. Ameniziba mdomo afu akamaliza, alivyomaliza haja zake akawa kamfanyaje kaniruhusu. Nikawa nimetoka kile chumba. Nilipokuwa nimetoka kile chumba, ila mume wangu alikuwa kameniona kabisa nipo nalia.
Hata hivyo, licha ya maelezo hayo, afisa tabibu msaidizi Juma Serimani mbele ya kamati ya ulinzi na usalama alikana kuhusika kufanya kitendo hicho cha ukatili, zaidi ya kumpatia matibabu kutokana na changamoto ya uzazi iliyokuwa ikimsumbua. Nasingiziwa ndio. Sasa huduma sijafanya nikiwa peke yangu. Hapa ndipo mkuu wa mkoa Paul Chacha, baada ya kusikiliza pande zote mbili, akatoa maagizo. Kwa hiyo huna haja ya kusema kwamba alinisingizia. Kuona hawa nao wamekuja wamekusingizia. Wakusingizie kesi hiyo hiyo. Huyu wakati anabaka alikuwa na daktari mmoja hiyo. Hatumtuhumu yule mama. Lakini ahojiwe. Yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua whatever mgonjwa mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike, yule ahojiwe. Kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa. Ahojiwe seriously. Kwa sababu kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka akamwacha yule na mgonjwa? Kisha akamgeukia mganga mkuu wa wilaya Urambo, ambaye imedaiwa alikuwa akifumbia macho vitendo vya ukiukwaji wa maadili kwa watumishi. Na wewe mmesema rasmi, mmeandika barua TAMISEMI. Mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa. Asimame kazi, kama TAMISEMI watamhamisha, wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yaani iwe comment kabisa bolded kwa makosa haya aliyonayo. Mkurugenzi hapa sijui kama na mamlaka au ni rasi, msimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu, lete mganga mkuu mfawidhi hapa. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Zaidi ya kaya 13 katika kitongoji cha Tabora, kata ya Kambi Katoto, wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya, zinaishi chini ya miti baada ya watu wanaodaiwa kuwa ni maofisa wa maliasili kuvunja nyumba zao na kuwapiga wananchi, huku wakiwaamuru waondoke kwenye maeneo hayo kwa madai kuwa wanaishi katika hifadhi za misitu. Taarifa ya Rozi Chapewa inafafanua zaidi. Channel 10 imefika katika kitongoji cha Tabora, kata ya Kambi Katoto, katika wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya, ambapo wananchi wamesema watu hao wanaojitambulisha kwao kuwa ni maafisa wa maliasili wamekuwa wakiwavamia mara kwa mara na kufanya uharibifu mkubwa. Pelekwa kule kusogezewa, wakatusogezea beacon, wanasema hivi, tumewalutishia mashamba yenu, nendeni mkakae kwa amani. Sikujipeleka mimi, na eneo langu ni dogo tu, lakini maneno yananisonga sana. Jameni, kama kuniua ni uweni. Tunanyanyasika sana kupitia maeneo haya. Sisi hatuna mamlaka ya kuweka beacon hapa. Wenye mamlaka ni serikali. Lakini serikali hiyo hiyo tena imekuja kutusababishia matatizo. Majuzi hapa kati tumefanywa unyama. Wananchi hao wanadai kuwa kutokana na kadhia hiyo, maisha yao ni magumu kwa kuwa nyumba zao zimevunjwa, na kwamba pamoja na uharibifu huo pia wamekuwa kiporwa mali zao ikiwemo fedha. Walibeba mavyombo kwangu, ambapo najua serikali ambapo mpaka waliotuwekea uko pembeni, niko ndani ya kijiji. Mpaka sasa hivi nyumba kwa watoto wangu wako sehemu ambapo wanahangaika, hakuna nyumba, tunalala ovyo. Tumepoteza rasilimali ambazo zilikuwa tunategemea hata watoto wanaweza kuwasaidia. Watu tunahangaika na njaa. Hatuna chakula. Watu wanakuja kupiga, wanabeba vyakula. Familia zinalala kwenye vichaka. Kufuatia hali hiyo, wametoa ombi hili kwa serikali. Mimi mawazo yangu, naomba tu kwa serikali yetu, kwa rais, watusaidie tupate makazi. Hatuna mahali ya kwenda. Na sisi ni Watanzania, tutaenda wapi? Tunachoomba serikali ijaribu kutuangalia kwa sababu hapa tuna watoto. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Chunya Mbaraka Alhaji Batenga alipotafutwa kuzungumzia tukio hilo hakupokea simu, na badala yake akamuagiza katibu tawala wa wilaya hiyo Anacret Michombelo kuzungumza na mwandishi wa habari hii. Kwa safarini, mimi siko naye. Ndio maana ameniambia kwamba atakosi kama sio safari, atakuwa kwenye kikao. Ndio maana akasema nikucheki. Hii ni mojawapo kati ya kaya 13 ambazo zinatajwa kuharibiwa kutoka hapa katika kata ya Kambi Katoto, kijiji cha Tabora, halmashauri ya wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya. Mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Ikulu ya Marekani imesema kuwa rais wa taifa hilo Donald Trump atawakaribisha viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC siku ya Alhamisi kutia saini makubaliano ya amani. Mkutano huo unatazamiwa kuendeleza mapatano ya amani yaliyosimamishwa
yaliyosimamiwa na Marekani yaliyofikiwa mwezi Juni na kutiwa saini na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili. Kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda lilisonga mbele mashariki mwa Kongo na kuteka miji mikubwa miwili ya eneo hilo na kuzusha hofu ya kutokea vita vikubwa zaidi. Naam, idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba maeneo mbalimbali barani Asia imefikia 1000 kufikia Jumatatu. Mafuriko hayo ambayo yameleta maafa makubwa yameathiri zaidi nchi za Sri Lanka na Indonesia, ambako serikali zimepeleka wanajeshi kusaidia juhudi za uokoaji na kuwafikia manusura. Mvua kubwa ilionyesha kwa muda mrefu katika kisiwa cha Sri Lanka pamoja na maeneo ya kusini mwa Thailand na kaskazini mwa Malaysia imesababisha mito kufurika, makazi kuharibiwa na mamia ya watu kupotea. Katika Indonesia, madhara ya mafuriko hayo yameelezwa kuwa makubwa zaidi kuwahi kutokea kutokana na majanga ya asili tangu tetemeko la ardhi lililosababisha tsunami ambalo liliua zaidi ya watu 2000. Uboreshaji wa miundombinu katika hifadhi ya taifa ya Mikumi ikiwemo kiwanja cha ndege cha Mikumi umeongeza idadi ya watalii kutembelea hifadhi hiyo hadi 480 kwa siku kwa kipindi cha watalii wengi na idadi ya watalii 250 kwa kipindi cha watalii wachache, huku idadi za ndege zinazoleta watalii zimeongezeka kutokana na ubora wa kiwanja. Jimmy Mengele ana taarifa kamili. Ellen Mchaki, afisa uhifadhi mwandamizi kitengo cha utalii hifadhi ya taifa ya Mikumi, amesema uboreshaji wa miundombinu ikiwemo kiwanja cha ndege kumeongeza watalii kutembelea hifadhi ya Mikumi. Kipindi cha high season tuna uwezo wa kupata ndege kubwa 12 na kuendelea na ndege ndogo zaidi ya 8. Na wakati wa high season tuna uwezo wa kupata wageni 400 mpaka 480, lakini kipindi hiki cha low season tunapata wageni 180 mpaka 250. Kwa upande wake rubani wa ndege Ahmad Hassan amesema awali kabla marekebisho kiwanja hicho cha ndege cha Mikumi walikuwa wanapata shida kutua wakati wa mvua. Kiwanja kwanza tulikuwa na changamoto sana hapa Mikumi, lakini tunashukuru sana TANAPA wameangalia hiyo. Baada ya tuona sisi tunahangaika hasa wakati wa mvua, wametutengenezea kiwanja kama mnavyokiona hiki. Ni kiwanja kizuri sana. Katika kukompea na viwanja vingine hiki kizuri sana, kirefu mpaka ndege kubwa za watu 40 mpaka 50 zinatua hapa. Watalii wanaotumia kiwanja cha ndege cha Mikumi wanazungumziaje hifadhi ya taifa ya Mikumi? It was my first time flying with a small airplane and it was a very beautiful view. We saw Zanzibar and then it was like 2 minutes and we already saw Tanzania mainland. So it was very pretty. Yeah, I think Tanzania is like the most beautiful country to go on a safari. And we had like not a lot of time, so that's why we chose to go on a one-day safari. And we were choosing about some different safari parks, but Mikumi saw like the most beautiful one. Uboreshaji wa miundombinu ikiwemo viwanja vya ndege katika hifadhi ya taifa ya Mikumi unaongeza ongezeko kubwa la wageni kutembelea katika hifadhi ya taifa ya Mikumi. Kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mgore Miraji amesema uchaguzi umekwisha na sasa ni muda wa kufanya kazi na kuacha makundi ya uchaguzi ili kuwatumikia wananchi, huku akiwaomba wazazi kuzungumza na vijana umuhimu wa kutunza amani na kutojihusisha na vishawishi vyovyote vya uvunjifu wa amani. Musa Makali anayo taarifa zaidi. Akizungumza na baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wakazi wa Musoma mjini hapa mkoani Mara wakati wa mapokezi yake, ikiwa ni mara yake ya kwanza kufanya hivyo tangu kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili la Musoma mjini, Mgore Miraji amesema ataendelea kuwa mnyenyekevu na kuwatumikia kwa moyo mmoja kama alivyoahidi wakati wa kampeni zake wananchi wa jimbo hili la Musoma mjini. Sasa anaomba makundi ya uchaguzi yaishe kwa maslahi mapana ya wananchi wa jimbo hili. Mimi kama mbunge nimekuja rasmi kazini. Ninawaomba sisi wote humu ni viongozi. Uchaguzi ulikwisha. Yale makundi yaliyokuwepo, mimi na imani yaliisha. Ukisikia mtu anasema ana kundi huko,
huyo awe adui yako namba moja, kwa sababu hakitakii mema Chama cha Mapinduzi, hawatakii mema wananchi wa Msoma mjini. Anatoa wito kwa wazazi kuhusu kuilinda amani. Amkeni jamani, naombeni tuamke, tuisaidie nchi yetu. Tulipo ni pazuri mno. Mama miaka 4 na miezi 7 tumeona alichokifanya. Hii miaka 5 wanaenda kufanya wonders. Kwa hiyo niwaombe wazazi wangu, niwaombe wadogo zangu, tuwaelimishe vijana wetu, tusidanganyike. Pamoja na haya, umoja na mshikamano ndio kila kitu, na hili ni kwa wanachama wa chama hiki, Chama cha Mapinduzi. Wanamsoma hawa, wana CCM hawa, tuna imani kubwa sana na wewe. Tuahidi utumishi uliotukuka, tutajituma kadri mtakavyoona inafaa. Tunakwenda kuyatekeleza yale ambayo tulikuwa tukipita kwenye majukwaa tukiyaahidi. Ndiyo sasa sisi madiwani wote 15 pamoja na mheshimiwa mbunge tunakwenda sasa kuyatekeleza. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Wananchi wa kata ya Iwungilo halmashauri ya mji wa Njombe wameishukuru serikali kwa kuondolea adha ya kutembea kilomita 15 kufuata huduma za matibabu katika kata ya Uwemba wilayani Njombe, hali inayopelekea wagonjwa kuchelewa kupata matibabu stahiki ili kunusuru maisha. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Wakionyesha furaha yao mara baada ya kushuhudia kituo cha afya kata ya Iwungilo kilichojengwa kwa thamani ya zaidi ya shilingi milioni 500 kutokana na mapato ya ndani ya halmashauri ya mji Njombe na kuzinduliwa rasmi na mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda kuanza kutumika, baadhi ya wananchi wamesema tunajua huduma ziko jirani, ni rahisi kwa sababu tulikuwa tunateseka sana, usafiri wenyewe ulikuwa ni shida sana kifuku, changamoto barabara kama hivi. Kwa kweli mpaka sasa kilio cha wananchi ni theater na jengo la mama na mtoto. Na tunategemea serikali ikiweza kukamilisha theater, na ndio kilio kikubwa sana cha wananchi kinachowagharimu maisha yao, kwa sababu wanasafiri muda mrefu kwa sababu ya swala la theater. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe Kulusum Sadiki amesema uamuzi wa kutenga mapato hayo kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho ulifuatia kilio cha wananchi hao kuiomba serikali kuwanusuru na kero ya kutembea umbali mrefu kusaka huduma ya matibabu nje ya kata yao. Hiki kituo tunaendelea kujenga kama tujenga vituo vingine vya halmashauri na mapato yetu ya ndani ya halmashauri. Tunapokuwa tunakusanya kodi, basi tumeweza kujenga kituo. Na kisha mkuu wa wilaya ya Njombe Sweda akawaasa wananchi wa kata hiyo kuacha kasumba ya kuugulia ndani ya nyumba zao na badala yake wakitumia vyema kituo hicho cha afya kiwapatie matibabu stahiki ili kujenga afya imara itakayowasaidia kuchochea kasi ya maendeleo. Huduma zianze kutolewa kwenye. Kwa mimi nakushukuru sana mkurugenzi pamoja na wataalamu wako ambao wako tayari kabisa, na nimekagua baadhi ya vifaa vilivyoko ndani viko tayari kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa nimeona dawa zipo za kutosha, nimeona maabara, vijana wapo kwa ajili ya kufanya uchunguzi pamoja na huduma zingine. Kwa tunaamini sasa hivi sasa macho yetu yameelekea hapa, kwamba sasa wananchi wa Iwungilo ambao mlikuwa malalamiko ya muda mrefu sasa yafikie mwisho. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Naam, taarifa hiyo inatuhitimishia habari za kitaifa na kimataifa. Mtazamaji, kutoka hapa Channel 10 Plus tunakwenda mapumziko mafupi. Nikirejea hapa tutakuja kukuletea habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Salma Shabani, endelea kusalia nasi.